Sana mwana michezo tuweze kuzungumza mambo mbalimbali yanayokuwa yakihusiana na michezo na burudani. Mimi niko hapa kwa ajili ya kukuhabarisha matukio mbalimbali yanayokuwa yakihusiana na michezo na burudani. Kama bado hujasubscribe, fanya hivyo ili uwe kwanza kupata taarifa mbalimbali zinazokuwa zikihusiana na michezo na burudani. Chief Kizinga, Captain hatari mwenye usinga wake. Nipo ndugu yangu. Uko poa lakini? Ya niko poa kiasi kidogo. Wakati zinasema. Mshukuru Mungu. Kiasi kidogo tena, mbona unanitisha? Unajua furaha ya mwana Yanga yoyote ilikuwa ni kukutana na mtu pekee ambaye anampenda. Finali. Furaha ya mwana Yanga yoyote na matamanio yetu wote sisi ilikuwa ni kukutana na Simba katika michuano ya Mapinduzi finali. Lakini tuna masikitiko makubwa sana. Kwa nini Azam anatuingilia sisi kwenye shughuli zetu? Azam unajikuta nani wewe bwana mdogo? Unajiona umekuwa kwa kiasi gani kutaka kutuingia sisi maungoni? Azam amekuwa? Anajikuta nani yeye kwenye mpira huu? Yaani anajikuta amekuwa kwa kiasi gani? Tumeumia sana. Tumeumizwa sana. Azam amewaumiza. Wametuumiza sana. Azam, na niseme tu wazi, tunajipanga. Kesho asubuhi tunatoka hapa kikosi cha maangamizi tunakwenda na meli ya Wagiriki kuelekea Pemba. Kesho asubuhi tunakwenda na meli ya Wagiriki. Taarifa rasmi nitaipokea leo usiku. Meli inakwenda asubuhi au usiku kwa sababu meli ya Wagiriki mara nyingi inasafirigi usiku. Tutakwenda Pemba kukutana na wakina Mzee Musa kwa lengo la kuhakikisha Azam tunamfanya vibaya mno. Unajua Azam, kipigo tutakachokwenda kumpiga Azam ni kipigo cha mtu ambaye tumemfumania na mke wetu. Kipigo ambacho ushawahi kuona mtu akifumaniwa na mke? Yaani mtu pekee mwenye power na nguvu kubwa ni yule ambaye amefumania. Yule aliyefumaniwa anakuwa hana nguvu yoyote. Kwa hiyo Azam sisi mara ya pili anatuchukulia mtu wetu. Sisi tunashuhudia. Sasa kipigo atakachokwenda kukutana nacho Azam katika fainali ya michuano ya Mapinduzi pale Pemba ni kipigo cha ugoni cha mtu aliyefumaniwa na mke. Yaani mtu aliyemfumania mtu na mke wake. Azam sisi tumemfumania kwa Simba mara mbili. Kipigo cha ugoni, kipigo cha fumanizi, anakwenda kupigwa Azam pale Pemba. Kwa tumeumizwa kwa kiasi kikubwa. Na hawa ndugu zetu tuambie, mna matatizo gani? Yaani mshangazi umefikia hatua mpaka vijana wadogo. Mshangazi amefikia hatua yeye anagawa utamu mpaka kwa vijana wadogo. Inasikitisha sana na ndio maana tumelia sana juzi. Wana Yanga wote duniani tumelia. Limetudondoka chozi kwa sababu ni afadhali ungeugawa utamu kwa watu ambao ni vijana wenzio. Ukiangalia Simba, mshangazi ambao toka 36 amezaliwa mpaka sasa hivi wana miaka karibia 89. 90 kasoro kidogo. Kama una umri mrefu unakwendaje kutoka na vijana wadogo? Angalia Azam wanaweka vijana wadogo mpaka yule Lame Kilawi anasema kwamba anamshukuru kocha kwa kumpa nafasi kiasi kwamba alikuwa hana mechi fitness na alikuwa na muda mrefu achezi. Amekuwa akikaa benchi. Lakini anasema pia amecheza chini ya kiwango. Imagine. Yani vile ndo amecheza chini. Yani vile alivyocheza Lame Kilawi kukosa magoli mawili, moja kagongesha mwamba, lingine kafunga. Yani vile anakuambia amecheza chini ya kiwango. Lakini ndani yake humo kuna Elim Panzu Kibisawala. First 11 ya Simba. First 11 ya Simba. Kuna Dese Mukwala. First 11 ya Simba. Jonathan Soa. First 11 ya Simba. Jean Charles Yahua. First 11 ya Simba. Kuna Kamala. First 11 ya Simba. Maema. First 11 ya Simba. Saba. Na Duchu. Alafu ukija kwa Azam kuna under 20. Ni watatu tu kama sio wawili. Na wafahamu mimi. Na James Akamiko. Wa kwanza Emidi Mao Mkami. Na Kitambala. Niambia mwingine nani? Na Jafe Kitambala bora. Wamemaliza. Watu watatu tu. Huu ni msiba. Yaani vijana wadogo under 17, under 20 wameshiriki kumfunga Simba. Mtu wa miaka mingi, namba 5 barani Afrika katika vilabu bora. Unategemea uende ukacheze na experience ya Tunisia. Are you serious in football? Uko serious? Yaani hawa watu wamedhamiria. Wamedhamiria kwa kiasi kikubwa kuwaumiza wapenzi na wanachama wa timu yao. Wamedhamiria.
Yaani light kama sisi ndo tungekuwa tumekutana na Azam vile vitoto vidogo. Sio kweli. Sio kweli. Hawezi kutufunga sisi Azam na vitoto vidogo vile pale. Si mbali Kizinga. Nakwambiaje, kipigo atakachokwenda kupigwa Azam ni kipigo cha fumanizi. Azam katuchukulia mai wetu mara 2 mfululizo. Tumemfumania Azam mara 2 mfululizo. Akitoka na mshangazi huyu wa kwetu Zaka za kazi. Tumedumu naye huyu miaka mingi toka 36 tuko naye huyu. Kwa nini Azam unataka kuingilia show ya watu wazima? Wewe mtoto wa juzi tu hapo 2000 na ngapi umekuja? Unakuja kuchukulia mai wetu. Tumekukosea nini? Usitumize bwana. Tusigombane. Katafute watu wengine wa kutoka nao, sio huyu. Kwa hiyo tuwaambie kwamba patakuwa hapatoshi pale Pemba. Patakuwa patoshi na tulitamani na tuombe waandaaji wa michuano ya Mapinduzi next time wahakikishe wanaweka na mshindi wa 3. Kwa sababu siku ya jana hesabu zilikuwa kama kungekuwa kuna mshindi wa 3 tayari Singida tulikuwa tunampa nafasi ya kutufunga sisi ili tushuke nafasi ya 3, kwa sababu kombe lile sio shida zetu. Tungemwacha mdogo wetu Singida alichukue au Azam alichukue, lakini sisi kazi kubwa baada ya kusikia, kwa sababu kama utakumbuka mtu wa kwanza kuthibitisha kwamba wanashiriki kwenye michuano ya Mapinduzi unakumbuka alikuwa nani? Simba ndo alikuwa wa kwanza. Baada ya kuona Simba kwenye kile kikao, baada ya Simba kutangaza kwamba ushiriki wake kwenye michuano hiyo, basi moja kwa moja na Yanga pale wakasema wewe jamani, Mike haja huyo hapo, tunafanyaje? Tangazeni tunaondoka. Na Yanga huyo akatia mguu. Sasa wale mabwana walivyoona kwamba tumetia mguu, ndo balali lilipoanzia hapo. Wakatafuta namna ya kuweza kuondoka kwenye michuano hiyo, kwa sababu ingekuwa ni dhahama kubwa mno kama Simba angekwenda fainali alafu anakutana na Yanga hii. Bwana, mimi nataka tuulizane mimi na wewe kitu kimoja. Huyu Engineer Hersi Said jana akafanya kitendo tu cha ni ghafla ile. Masaa 3 na flight na kwenda Uganda na maliza dili la Alan Okello saa 2:15 katua tena visiwani Zanzibar anaangalia mechi. Bwana ngoma ichoki. Mfano wa kuigwa nilishawahi kuzungumza. Alan Okello. Yaani watu wamemaliza tu watu wakachukua jezi wakavaa. Hii inaitwaje ya Vipers tumemaliza. Moja kati ya watu ambao nimepata kuzungumza ukweli wa dhati ya moyo wangu, nimesema kwamba miongoni mwa watu ambao hatutakuja kuwasahau tangu Dar es Salaam Africans imezaliwa na imeumbwa ni pamoja na namna ambavyo Engineer Hersi amekuwa kituongoza vyema. Huyu ni baba bora wa familia Dar es Salaam Africans. Angalia anatoka hapa na kwenda hapa. Ni juzi tu hapo ametoka kwenye michuano ya AFCON Morocco. Ametoka hapo amekuja hapa kwa ajili ya kwenda kuangalia chama lake. Hapo anatoka hapo anakwenda Vipers kwenda kuzungumza na president wa timu ya Vipers. Kama kuna mahala kulikuwa kuna ugumu kidogo, wakasawazisha jambo likae sawa. Mimi naamini kwa kikao kile ambacho wamekaa tayari moja kwa moja naamini Okello itakuwa ni mali ya Dar es Salaam Africans. Bila shaka naamini Okello itakuwa didani. Wanasema nyinyi amfanye jambo mpaka Simba aanzishe, alafu nyinyi ndo mnakwenda kuiga. Mimi naamini kwamba ni zile tetesi tu za waandishi wa habari kwamba Simba anahusishwa na mchezaji fulani. Lakini ndani yake mimi naamini kwamba miongoni mwa viongozi ambao ni wabovu kuwahi kutokea ni viongozi wa timu ulioizungumzia. Kwa sababu kwanza hawana scout. Hawana mtu pekee ambaye anaweza kaona thamani ya mchezaji yule. Mimi nimepata kuzungumza na mashabiki wa Simba. Nimewaambia hichi ndio kipindi ambacho mnatakiwa nyinyi kuzungumza, kuwasema viongozi wenu wawatafutie wachezaji ambao watakwenda kuwavusha katika michuano mbalimbali. Sio, umeelewa? Kama mpaka sasa hivi hakuna scout yoyote Simba wamefanya zaidi ya tetesi za kuhusiana na chama. Kama mpaka sasa hivi angalia Engineer Hersi yeye anakwenda kumtafuta Okello, anakwenda kumtafuta na yule jamaa kutoka nani? Lipo. Wewe unaenda kumtafuta chama. Huo ni msiba wa hali ya juu. Nasikia tayari wameshamsainisha kijana kutokea Mbeya City. Umeona vitu hivyo? Wakati Yanga Engineer Hersi anapanda ndege kwenda Uganda kuzungumza na president kwa ajili ya kumsainisha Okello. Wakati huo viongozi wa Simba wanapanda ndege kwenda Mbeya City pale. Wanapanda basi kwenda Mbeya kwenda kuzungumza, na ndio maana unaona katika michuano ya Mapinduzi vijana wengi wa Mbeya City walikuwa pale. Sio, umeelewa? Kwa hiyo nimezungumza kwamba ni nafasi pekee ya mashabiki kupaza sauti kwa